بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لاتباع سيد المرسلين وأيدنا بالهداية إلى دعائم الدين ويسر لنا اقتفاء آثار السلف الصالحين حتى امتلأت قلوبنا بأنوار علم الشرع وقواطع الحق المبين وطهر سرائرنا من حدث الحوادث والابتداع في الدين. أحمده على ما من به علينا من أنوار اليقين وأشكره على ما أسداه من التمسك بالحبل المتين. صلى الله وسلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وأصحابه وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين. أما بعد، tunaendelea na darasa yetu inayozungumzia as-sufiyya fi sawahili شرق أفريقيا والجزرها الملحقة بها. usufi katika mwambao wa Afrika Mashariki na visiwa vyake, katika pwani ya Afrika Mashariki na visiwa vyake. Tulianzia katika kutoa taarifu ya maana ya as-sufiyya, au tulianza na suala la tarikh mujaz lidukhul al-islam fi sahil sharq Afrika, historia fupi ya kuingia Uislamu katika mwambao wa Afrika Mashariki. Na hii ilikuwa ni al-mabhath al-awwal. Mabhath ya pili tukaelezea mafungamano ya kiudugu yaliyokuwepo ambayo mpaka sasa yapo baina ya wakazi wa asili katika miji ya Afrika Mashariki na ndugu zao wageni, hasa Waarabu kutoka al-Jaziratul Arabia, bilkhusus katika nchi ya Oman na al-Yaman, na kwa akhas Hadharima, watu waliokuja kutoka Hadhramaut. Tukaelezea mafungamano ya kiudugu, kinasabu na ukwe, na mafungamano vile vile ya kielimu na thaqafa, pamoja na kwamba hili tutalifafanua zaidi huko mbeleni. Lakini pia tukazungumzia katika mabahathi ya tatu kutaja maulama mashuhuri katika miji hii ya Afrika Mashariki, hasa kuanzia karne ya 13 Hijiria. Tukawataja maulama wa Lamu, Mombasa, Zanzibar na Tanga. Tulipomaliza fasulu hii yenye vipengele hivyo vitatu, tukaanza kuelezea tasawufu ni nini na neno hili limechukuliwa kutoka wapi. Pia tukaelezea taarifu yake kiistilahi, na pia tukataja baadhi ya vipindi vilivyopitia tasawuf, au tasawuf, vipindi ambavyo tasawuf imepita. Na hili tulitazama zaidi kutoka kwenye kitabu Talbisu Iblis cha al-Imam Abul Faraj Abdurrahman ibn Ali ibn al-Jawzi rahimahullahu ta'ala. Akatufafanulia baadhi ya mambo ambayo baadhi yake yeye aliishi nayo katika zama zake, aliyaasir, alikutana nayo, na mingine ametunukulia kwa asanid, kupitia isnadi za kuaminika, na nyingine amenukuu kutoka kwenye vitabu vya wahusika, yani a'immatu sufiyya.
kuthibitisha yale ambayo wako nayo. Kwa tukaelezea haya katika darasa takriban 2-3, na leo tutasoma sehemu katika maneno yake, lakini baada ya maelezo haya ambayo tutayatanguliza, kwa sababu tunafikiria kuimaliza faslu, sehemu ya pili ya fasli hii au kipengele cha 3 katika sehemu hii, alafu insha Allah ni kipengele cha 4 na 5 tutakuja kutaja sasa kwa ufafanuzi baadhi ya maulama au abrazu shakhsiyati sufia, wale watu mashuhuri katika usufi pamoja na vitabu vyao, na baadhi ya mambo muhimu yaliyokuwemo mule ambayo atatupa picha usufi ukoje. Alafu ndio tutakuja kutaja istilahati zao, sasa mambo ya abdali, autad, nujaba na vitu kama hivyo. Sasa katika nukta inayofuatia ambayo itakuwa ni darasa ya leo, tutafanya mujarrad wa sardi tu, tutataja tu turuq za kisufi. Yani kabla ya kusoma maelezo ya Imam Ibn al-Jawzi tutazitaja turuq za kisufi. Tariqa ni moja, sasa zikiwa nyingi zinaitwa turuq, zile njia zao, kwamba hii ni tariqa fulani, hii tariqa fulani, hii tariqa fulani. Masufi wana tariqa nyingi, ilifikia kutoa bayani wanawachuoni wa tarika za kisufi huko Masri. Walikaa wana mikutano yao ya kimataifa, mara nyingine hufanyika Masri, mara nyingine Sudan, mara nyingine Libya na sehemu nyingine tofauti tofauti. Huwa wanafanya mikutano yao alamia, mikutano ya kimataifa ya usufi, na wanahudhuria maulama wakubwa wa kisufi na watu wa tariqa. Sasa katika bayani ya mwaka 1989 miladia ambayo ilitolewa Misri, maulama wao walikiri ya kwamba tariqa za kisufi zilifikia 72. Tariqa za kisufi ziko 72 kwa katika bayani yao ambao waliitoa mwaka 1989. Na kila tariqa moja inatafarra, ina matawi, yani matawi tofauti tofauti. Sasa kwa mfano kama Shadhilia wana matawi yao, si kwa maana kwamba yote yako pamoja, la, wale wana njia katika tariqa ya Shadhilia. Kuna wengine wana njia hii, wengine wana njia hii, wengine wana njia hii, asharat, makumi ya tariqa. Sasa si kidogo, kwa maana kwamba kuna alaf ya turuq ya kisufi. Sasa hapa sisi tutataja zile tariqa ambazo zimetangaa sana katika miji, kutaja tu, alafu tutazihusisha baadhi ambazo katika zimetangaa kwenye miji yetu. Tariqa ya kwanza ambayo imetangaa sana katika ulimwengu ni at-tariqatul qadiriyya, ambayo inanasibishwa na Abdul Qadir al-Jilani aliyezikwa Baghdad. Abdul Qadir al-Jilani rahimahullahu ta'ala aliyezikwa Baghdad mwaka 470 takriban. Amezaliwa mwaka 470 na amefariki mwaka 500 na kitu. Hii ni tariqa ya kwanza.
kuna at-tariqatu al-qadiriyya. Ya pili katika tariqa zilizotangani at-tariqatu ar-rifa'iyya, at-tariqatu ar-rifa'iyya ambayo inanasibishwa na Ahmad ar-Rifa'i, alifariki mwaka 580 Hijria. hawa pekee yao na matawi kama matatu, kuna al-Baziyya, al-Malakiyya wal-Habibiyya. lakini ar-Rifa'iyya, tariqa ya ar-Rifa'iyya ambayo inasibishwa kwa Ahmad ar-Rifa'i. tariqa nyingine ni al-Ahmadiyya, at-tariqatu al-Ahmadiyya. hii inanasibishwa na Ahmad al-Badawi ambaye ni mmoja katika masufi wakubwa waliokuwa Misri. Bwana asili yake alizaliwa Fas huko Morocco, ndiko alikozaliwa, kisha kasafiri akaenda Iraq, lakini mwisho katika maisha yake akaishi Misri katika mji wa Tanta. Ndio kwa nisba ya baadhi ya mashaikh at-Tantawi, jina la mji Tanta, mpaka alipofariki mwaka 624. tariqa yake inaitwa al-Ahmadiyya. Ukisikia al-Ahmadiyya ni tariqa inayonasibishwa na Ahmad ar-Rifa'i, Ahmad al-Badawi. Huyu bwana ni mtu wa zamani kama tulivyoona, mtu wa karne ya 7 huko, amefariki mwaka 624. jina hili likaja huko Afrika Mashariki, aliyelileta ni al-Habib Saleh pale alipomuita mtoto wake Ahmad al-Badawi. Habib Saleh walamu, mtoto wake wa kwanza kabisa akamuita Ahmad al-Badawi, kamtaja huyo as-Suri. kadhalika hawa jamaa wana tariqa nyingi, yani kuna matawi mengi waliojitokeza baada ya tariqa hiyo kubwa. Chini ya tariqa hiyo kuna turuq ndogo ndogo. kadhalika tariqa nyingine ya 4 ni ad-Dusuqiyya, ad-Dusuqiyya bid-dal al-madmuma, ad-Dusuqiyya bilqaf, ad-Dusuqiyya ambayo inanasibishwa kwa Ibrahim ad-Dusuqi. tariqa nyingine takuwa ngapi hiyo? ya 5 ni at-tariqatu ash-Shadhiliyya, at-tariqatu ash-Shadhiliyya nisba ya Abu al-Hasan ash-Shadhili, Abu al-Hasan ash-Shadhili. bwana amefariki mwaka 656. mwaka 600 Ahmad Abu al-Hasan ash-Shadhili amefariki mwaka 656. atokea sehemu za Tunisia huko, akaenda Iraqi, lakini alifia jangwani huyo Abu al-Hasan ash-Shadhili. na chini yake kuna furuu 5 ambazo ni kubwa na zimegawanyika mpaka zikafika 10 kama tulivyosema. lakini kuna al-Jawhariyya, al-Qasimiyya, al-Madaniyya, al-Makkiyya na Qawqajiyya, au ni Shadhiliyya. tutakuja kueleza inshallah zilifika vipi Afrika Mashariki turuqi hizi. na kadhalika kuna tariqa ya al-Mawlawiyya, al-Mawlawiyya ni tariqa alianzisha hasa ni muajemi mmoja akiitwa Jamaluddin ar-Rumi, Jamaluddin ar-Rumi. na katika hizi tariqa katika wakati wake yeye sasa ndipo alipoingiza mambo ya kucheza katika halaka za dhikri, midundo na kucheza katika halaka za dhikri. Jamaluddin ar-Rumi
na tariqa hii al-Maulawiyya imetangaa zaidi huko Uturuki na Asia ya mbali huko na baadhi katika nchi za Mashariki ya Kati wako nayo tariqa hii. kadhalika kuna tariqa inaitwa at-tariqatu an-naqshbandiyya. an-naqshbandiyya tariqatun naqshbandiyyatun ni tariqa ya kisufi ambayo inanasibishwa na Bahauddin Muhammad bin Muhammad al-Bukhari ambaye ni maarufu, amepewa laqab ya Shah an-Naqshbandi, al-mulaqab bi Shah an-Naqshbandi. at-tariqatu an-naqshbandiyya inanasibishwa na Bahauddin Muhammad bin Muhammad al-Bukhari al-mulaqab bi Shah an-Naqshbandi ambaye amefariki mwaka 791. Tariqa hii imetangaa zaidi katika miji ya Uajemi, Faris na miji ya bara Hindi na Asia ya Magharibi, yani Asia ya mbali, sehemu za huko miji ya Bukhara na sehemu nyingine, sehemu kama za Afghanistan na kwingineko. Tariqa hii iko sana, tariqatu an-Naqshbandiyya, tariqa ya kisufi. Sasa wengine hujibandika hii kwa kupendeli jina tu, lakini tariqa ina usuli zake, ina shuruti zake, ahwali zake na watu wake, ijazat mpaka upewe ijaza. kadhalika kuna tariqa inaitwa al-Mirghiniyya. al-Mirghiniyya inasibishwa kwa Muhammad Uthman al-Mirghini. tariqa hii sana iko Sudani. al-Mirghini, Muhammad Uthman al-Mirghini, tariqa hii imeenea Sudan na sehemu za Misri, sehemu za Aswan na sehemu nyinginezo, Wadi Alfa, wapi huko Sudan na katika sehemu za Misri. al-Mirghiniyya. tariqa nyingine ni tariqa as-Sanusiyya. tariqatu as-Sanusiyya hii inasibishwa kwa Muhammad Ali as-Sanusi. Muhammad Ali as-Sanusi, tariqa hii imeenea sana katika nchi ya Libya na Morocco, kadhalika Algeria, kadhalika Tunisia. miji hii al-Maghrib al-Arabi, wanaita al-Maghrib al-Arabi, magharibi ya Kiarabu, ambao ni kaskazini mwa Afrika. tariqa ya as-Sanusiyya. tariqa ngapi hizo? ya 10 ni at-tariqatu al-Alawiyya. at-tariqatu al-Alawiyya ambayo inanasibishwa na Ali Muhammad Ba'alawi المعروف بالفقيه المقدم كما نبميته. الفقيه المقدم ni Ali bin Muhammad al-Faqih al-Muqaddam, katika mashaikh wakubwa wa Hadramaut. al-Faqih al-Muqaddam Ali bin Muhammad Ba'alawi ndiye muasisi wa tariqa inaitwa at-tariqatu al-Alawiyya, ambao na wao wana usuli zao na misingi yao na taratibu zao. tariqa hii ndio ilienea zaidi Yemen, hasa katika miji ya Hadramaut, hasa katika Hadramaut. tariqa ya Ba'alawi au Alawiyya imeenea sana. hal kadhalika Afrika ya Mashariki tariqa hii imeenea sana tu, kadhalika katika miji ya Malayu kama vile Malaysia, Indonesia, kadhalika Malaysia na Indonesia
tarika ya Alawiyya imeenea huko, na baadhi ya maeneo katika Hijaz wako katika watu wa tarika ya Alawiyya. Lakini mahali pake panufudhi hasa na kutangaa zaidi ni katika maeneo haya ambayo nimeyataja, Hadramaut pamoja na Afrika Mashariki. Ama ukienda Afrika Magharibi, ukienda sehemu nyingine kukuta tarika Alawiyya ni nadir jiddan kalkibrit al-ahmar. تلك 10 كاملة itatosha hizo ni tarika au turuki 10. Sasa sisi tutachukua tafasili ya hizi ambazo tumefanya ijmal, tutafanya tafasili ya tarika al-Qadiriyya, tutaelezea tarika hii kwa ufafanuzi na ilifika vipi Afrika ya Mashariki, na tarika ya Ash-Shadhiliyya. Kuna tarika turuku nyingine imeziacha kama Tijaniya na nyinginezo, kwa sababu ziko sana Afrika Magharibi. Ukienda Nigeria, Niger, Chad, ukienda Senegal, Sahil al-Aj, yani Ivory Coast, na sehemu nyingine huko utakutana na turuki kama hizo za Tijaniya. Kuna turuku nyingi, na kule tasawuf ina nguvu kushinda huku kwetu karibu mara 10 mara 100. Afrika Magharibi tasawuf ina nguvu. Kwa hiyo hizi 10 tulizozitaja tutaangalia 3 katika hizi, nayo ni al-Qadiriyya, al-Shadhiliyya na al-Alawiyya. Nadhani hizi ndizo zilizopo, hizi ndizo zitaja ndizo zilizokuwepo kwa Afrika Mashariki, si ndio hivyo? Au kuna tarika nyingine mmeshaisikia ambayo ina wafuasi na watu, imetangaa, ina nguvu katika miji yetu zaidi ya tarika ya Qadiriyya, Shadhiliyya na Alawiyya? Alawiyya hasa mzizi wake kwa Afrika Mashariki ni Lamu, Riyadh, ndio mzizi ulipotokea watu wa tarika Alawiyya, ikatangaa, imeingia Zanzibar, imeingia Tanga na sehemu nyingi. Na wao katika misingi yao mikubwa wenyewe wanasema msingi wa kwanza ni al-ilm, na msingi wa pili ni al-amal, kuifanyia kazi ilmu. Kwa hiyo wao katika mambo wanayojifunga nayo ni ilmu, na ndivyo walivyoasisiwa, walivyopewa hivyo na al-faqih al-muqaddam Ali bin Muhammad Ba'alawi, na ndivyo walivyopokea wakina al-Haddad, wakina al-Attas, wakina al-Habshi na wengineo. Kwa hiyo biidhnillah al-karim tutakuja kutazama kwa tafasili zake. Sasa kuna sehemu ambazo wanaafikiana, kuna vitu vingi ambavyo wanaafikiana katika hizo turuk, na kuna sehemu nyingine wanaachana. Wengine wanakuambia qul kullu ya'malu ala shakilati, au wengine wanakuambia walikulli wijhatun huwa muwalliha. Kwa hiyo mmoja mkaamua hii, mwingine kaamua tarika hii na hii basi. Lakini kitu kikubwa ambacho wanamezeshwa wote kwa ujumla, wanaambiwa kwamba tasawuf maana yake ni tazkiyatun nufus, kuzitakasa nafsi, ni utakaso wa nafsi, na tasawuf ndio Uislamu wa sawa, kwa sababu ni kutakasa nafsi. Na elimu ya tasawuf ni kama elimu nyinginezo, kama vile elimu za nahwu, elimu za sarf na balagha, kama elimu za hadithi. Kwa elimu hii inashughulika
masala ya tazkiyatun nufus, kuzitakasa nafsi, kutoziingiza katika uchafu na tahdhibul akhlaq na zuhdi. Lakini kwa maelezo tulitanguliza kutoa hapo nyuma, tumeona kwamba asili kweli ilikuwa ni zuhdi. Lakini pamoja na zuhudi iliyokuweko, wengi katika maulama wao waliteleza sana, wakashindwa kuibeba zuhudi katika maana yake, wakateleza, wakaingia mahali ambako hawakutakiwa kuingia. Na haya tutakuja kuyaelezea kama mifano. Alafu kila baada ya muda ulivyorefuka, mambo yakabadilika, yakatoka katika masala ya tazkiyatun nufus, ikaja masala mingine mbali kabisa ambayo sio hayo, kama al-ghuluw fil awliya was-salihin. Yakaja mambo hayo, at-tawafu fil qubur au bifina'i al-qubur, masala yani kufanya tawafu katika makaburi. Huko kwetu bado hajafikia mambo haya. Kuna sehemu nyingine watu hufanya tawafu hasa kwenye makaburi na kusujudu kwenye makaburi, hasa kuweka nudhur, kuweka nadhiri. Watu wakaenda kuchinja wanyama, wakatoa sadaka zao hapo, wakapika vyakula. Kadhalika masala ya kujenga alqibab, makubwa kwenye makaburi na mambo kama hayo. Masala ya shatahat zile, tutaja mambo ya karama zaidi ya vile ilivyokuwa imethibiti katika sheria kwa njia ambazo si sawa, na uongo mwingi, istighath bil maqburin, tawafu hawla adrihatihim na mingineyo sio kwa hayo ambayo tutakuja kuyataja. Haya ni mambo yalikuja yakadhihiri, na bali yakadhihiri mingine makubwa zaidi. Mfano wa hayo kama masala ya al-hulul, tulieleza jana ujuzi kwa masala ya hulul ni nini, na ittihad, wahdatul wujud na vitu kama hivyo vilidhihiri, na baadhi yao wakatuhumiwa katika wanawachuoni wao, wakatuhumiwa kwa uzandiq, na wengine wakakufurishwa. Na waliofanya hivyo ni maulama, ndio waliotoa hukumu hizo kwa watu hao. Pengine wanasema kwa sababu wewe hujajua lugha ya Kiarabu, wewe hujui nahwu, hujui kadha, wewe huna ilmu ya batin. Lakini waliowasikia hao wenyewe masufi waliozungumza maneno hayo, wakawahukumu, ambao ni maulama, wakawahukumu wale kwamba kwa maneno hayo wamekufuru. Wamejaribu kutafuta ta'wil, labda kuelekeza huku, pengine akakusudia hivi, lakini haikupatikana ila kutoa hukumu ya kufuru juu yao. Sasa tutakuja kuyaona hayo insha Allah, kama mtu atapenda kuyaita kwamba huu ni uwahabi wa kufurisha watu wengine kadha. Maana kila aqwali za maulama wa ahli sunna katika madhahibi za ahli sunna, wanachuoni wa Kishafiia, Malikia, Hanabila na wengineo, wametoa hukumu hizo juu ya baadhi ya masufi kwa kauli zao walizozitoa, ambao watu hao kwa upande wa masufi ni muadhamun, wameadhimishwa, naonekana kwamba ni aqtab, auliya, autad, watu wakubwa kabisa, lakini wamezungumza maneno ya kufuru na wakastahili kufurishwa kwa sababu ya kufuru hiyo.